Magufuli tukiyemejaga tukiharijaga Ndegereka Kilulu, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na mgombea wa Chama cha Mapinduzi, na kukaribisha sana Nyehunge leo. Asante sana kwa kuniheshimisha mimi. Asante sana kwa kuwaheshimu watu wa Buchosa. Mheshimiwa walikuwa na ratiba ya kupita moja kwa moja Sengerema hadi Geita, lakini kwa upendo wako kwa watu wa Buchosa umeamua upite huku. Tumshangilie Mheshimiwa Rais. Amesema mwenyewe ya kwamba napita huku nione hali yenu, nione barabara zenu, awasikilize mwenyewe. Tumshangilie Mheshimiwa Rais tena. Ndugu zangu, nisikilizeni. Tarehe 28 mwezi wa 10, tarehe 28 mwezi wa 10 tunakwenda kufanya uamuzi mmoja tu mkubwa, kumchagua John Pombe. John Pombe, mtu huyu ni mtu mwema, mtu huyu ni mtu msikivu, mtu huyu ana huruma, mtu huyu ni mwaminifu, sio mwizi wala hana tamaa. Mtu huyu asili yake ni hapa Nzera. Tumshangilie Mheshimiwa Rais. Huyu mtu tunaweza tukamwamini na maisha yetu, tunaweza tukamwamini na maisha yetu. Tumwamini kwa miaka mingine 5 ili atutengenezee mambo mema. Hospitali ya Isaka mnaiona, hospitali ya wilaya mmeiona, mjaiona? Zahanati 27 zimejengwa, mmeziona, mjaziona? Mheshimiwa Rais, nakuomba maji, wakina mama wanateseka maji. Mheshimiwa Rais, nakuomba sana, mdogo wako ndio chini ya miguu yako, wakumbuke watu wakome kivuko. Nimezungumza kule nyuma. Mheshimiwa Rais, nakuomba tukumbuke na sisi watu wa Buchosa tupate ka wilaya baba. Kule nakumbuka Mwanza uliwatamkia, na kusihi kama itakupendeza tukumbuke. Watazame hawa watu Mheshimiwa Rais. Hawa watu sio wajinga, hawa watu wana akili, wanakupenda. Naomba mpe Mheshimiwa Rais kura. Mnikumbuke na mimi mtoto wenu, mnipe kura za kutosha 28. Mkumbuke na diwani wetu Kurwa Shindika, mpe kura za 28 mwezi wa 10. CCM oyee! CCM oyee! Kura kwa nani? Kura kwa nani? Asanteni sana. Asante Mheshimiwa Rais. Nyehunge oye! Wadira wamayo hange mwisabe minza mlemura abazinza sura rugaba sura chombeka abakerebeka mpiro chasugu mwaongera mayo abarija ika ulio mwamba ulio masika ulio jikaka abajaruo yaore angima yochimadara abakuya amangana mbuya abaha mwiriwe na kabubu murakomeye numuhira barakomeye nanje ndakomeye kabisa. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wa Nyehunge, kwanza napenda niwashukuru sana. Jana, naomba munisikilize, nilikuwa nisije hapa Nyehunge. Nilikuwa nimalize Sengerema niende Geita niendelee kwenda mpaka Bukoba. Anaigombea ubunge ndugu Shigongo akaniomba sana kwamba tunakuomba upitie huko, na mimi hata kwa jina lake Shigongo nunele numunera Shigongo nimeamua nipite hii barabara mwenyewe. Lakini nataka niwaambie ndugu zangu wa Nyehunge, historia yangu mimi inatoka huku. Inawezekana hamjui, lakini leo nataka niwape historia. Babu yangu na bibi yangu wamezikwa pale Katoma. Bibi yangu alikuwa anaitwa Mariko Wananyahinga. Hakatoma ndiye amezikwa pale na bibi yangu. Hata hapa Nyehunge
amezikwa hapa mdogo wake na babu yangu alikuwa anaitwa Meta kwazwaho nanye mpeha kaburi yakwe. Ni wapi kwa mzee Meta marehemu? Watu bana bangu Meta hena. Lakini hapa pia kuna ndugu zangu wengi kwa upande wa mama, kwa sababu Nzera pale palikuwa na mzee anaitwa Meriki Mwana Daudi, na hapa watoto wake wako hapa wengine, ninaweza nikawataja majina. Tumekuja kutafuta kura hapa Nyehunge oye. Lakini kubatiza nimebatiziwa Kalebezo. Kwa hiyo mimi huku ni mwenyeji, na ndiyo maana ndugu zangu, kwa jana tu mpaka leo mmeshajitokeza wengi hivi. Ninawashukuru, upendo huu ni wa pekee. Asanteni sana ndugu zangu. Katika michakato ya Chama cha Mapinduzi, palikuwa na wagombea kwenye CCM. Kwenye upande wa udiwani palikuwa na wagombea wa CCM kwa upande wa ubunge. Kwa upande wa udiwani aliyepitishwa ni ndugu Shindika. Kwa upande wa wabunge aliyepitishwa ni ndugu Shigongo. Na kwa bahati mbaya kwa huku Buchosa, ndugu Tizeba ambaye tunaye hapa, hebu nyoosha mikono Tizeba wakuone. Wakafungana kula na Shigongo. Tizeba mlipata ngapi? 354. Tegereka kishuruba dogo bane. Nina mikutano mingine. Alipata 354. Na Shigongo 354. Wakafungana. Uwezi ukachagua wabunge wote wawili kuwakilisha jimbo moja. Ni lazima apatikane mmoja. Kwenye vikao vya neki na Central Committee tukaanza kucheza na mahesabu. Ni nani aliyekuwa mjumbe wa halmashauri kuu? Tukamkuta Tizeba alikuwa mjumbe wa halmashauri kuu. Kwa hiyo kura moja alijipigia. Tulipoitoa ile kura moja, tukamkuta Shigongo ndiye ameongoza kwa kura moja, Tizeba anazidiwa kura moja. Kaunda oye! Baada ya kuona hivyo, ndio maana tukamrudisha Shigongo. Sio kwamba Tizeba na matatizo. Na bahati nzuri ndugu zangu, nisikilizeni. Mimi nimekuja kuomba kura hapa, msiniambie Maroko politics za hapa. Ninafahamu kila mmoja alikuwa na mgombea wake. Ninafahamu pia mnaendeshwa na mambo ya ukabila. Wakati Nyerere alimaliza ukabila. Nataka niwaeleze ndugu zangu. Ndio maana tukasema Shigongo atawakilisha, Tizeba tutamtafutia kazi nyingine. Kaunda oye! Ndio maana nawaambia ndugu zangu, Nyerere alipokuwa akiomba uhuru, angekuwa na ukabila, angeomba kwa Wazanaki peke yake. Angekuwa na ukabila, angeomba hata kura kwa watu wa Msoma peke yake. Na Msoma kwenyewe kuna makabila mengi. Kuna Wakurya, kuna Wazanaki, kuna Wasuba, kuna Wajaruo, kuna Wajita, kuna Wakwaya na kadhalika. Alitukusanya wote wa Tanzania. Tuko makabila zaidi ya 121. Akaomba uhuru. Na mwaka 61 tukapata uhuru. Kwa kujumuisha Watanzania wote, makabila yote, dini zote. Nyehunge oye! Na ndiyo maana ukimwona mtu kwa siku ya leo, katika miaka hii zaidi ya 60 kitu, anahubiri ukabila, yule amepitwa na wakati. Nyehunge oye! Mimi ni Msukuma hapa, lakini ninaongoza makabila yote zaidi ya 121. Ninahubiri umoja, ninahubiri amani. Kwenye nchi ambazo hazikuhubiri umoja na amani, zinapigana zenyewe.
Hata katika maandiko wanasema kaitangazeni amani. Na ndiyo maana ninawaomba ndugu zangu Wanyehunge, msije mkaingia kwenye majaribu ya udini. Hata mimi ni Mzinza, mimi ni Msukuma, mimi ni Mjita, mimi ni Mkuria, mimi ni Mkara, mimi ni Muha, hamtafika. Hili la kwanza nataka niwaeleze ukweli, kwa sababu msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Nyehunge oye! Maendeleo oye! Tunachotafuta sasa hivi katika karne hii ni maendeleo, na ndiyo maana msije wala mkabaguana kwa sababu ya vyama. Kwangu mimi ni maendeleo kwanza, na ninafahamu maendeleo ya kweli yataletwa na Chama cha Mapinduzi, lakini maendeleo yakija ni ya vyama vyote. Na ndiyo maana Tizeba nampongeza, angeweza akashindwa kule akaenda chama kingine, vyama si vilikuwepo, akasema yeye anabaki CCM. Mama yake ni CCM, baba yake alifariki akiwa CCM, na yeye ataendelea kuwa na CCM, na mimi ni CCM. CCM oye! Nimekuja huku ndugu zangu kuwaletea ujumbe. Kwanza nimeambatana na viongozi mbalimbali hapa. Mkuu wa mkoa wa Mwanza tunaye, yuko hapa. Mgombea ubunge wa Kwimba ndugu Mansur yuko hapa. Mgombea ubunge wa jimbo la Sumve ndugu Kasalali yuko hapa. Mgombea ubunge kundi la Mwanza kupitia vijana ndugu Kamani yuko hapa. Mgombea ubunge kwenye jimbo la Sengerema ndugu Tabasamu yuko hapa na Tabasamu. Niendelee? Pole pole, mmemwona katibu mwenezi wa taifa yuko hapa. Naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi ndugu Mpogoro yuko hapa, na yeye ni Muhehe, yuko hapa. Tukipiga hapa Kamwene, Mnogage, ndi Mnofu, Makasi, yale, huyu atajibu. Dereva wangu huyu hapa ni Mgogo. Ukisema Mbukweni, Mbukwa, Wasinduka, Wela, Ukiulia, Chindigwa. Tuna mjumbe wa neki hapa wa mkoa wa Mwanza. Tuna viongozi mbalimbali. Ninachotaka kuambia ndugu zangu Wanyehunge, sisi ni serikali moja, ni chama chetu, lakini tunahitaji maendeleo. Mliponichagua mimi kuwa rais, yako niliyoyaahidi, wewe mwenye bango anasema lishushe kaliturage kusago yako. Nyehunge oye! Mliponichagua miaka 5 iliyopita, yapo tuliyoyaahidi kwamba tunataka kuleta mapinduzi ya kweli katika nchi hii, kwa sababu tumetoka mbali. Nikawaambia ndugu zangu Wananyehunge na Watanzania, nataka nchi hii ibadilike, tusiendelee kuitwa nchi maskini. Tumechoka kuimba umaskini, kwa sababu kisha utamka umaskini kutoka kwenye ulimi wako, kweli utaendelea kuwa maskini. Nikasema nchi ni tajiri, ni lazima tuanze kujitegemea sisi wenyewe kwa kuleta mabadiliko makubwa ya taifa hili. Ndugu zangu Wanyehunge na ndugu zangu wa Tanzania, tumeyafanya mengi. Tumeyafanya mengi. Hata hapa Nyehunge hapakuwepo na hizi nyaya za umeme. Vijiji vingi tumeanza kupeleka umeme. Najua vipo vingine havijapatikana umeme. Ninawaahidi mkituchagua, vijiji vyote vilivyobaki kwenye jimbo hili la Buchosa tutapeleka umeme. Ninafahamu tuna changamoto ya vivuko, lakini niliwahi kuja wakati fulani huku kuzindua kivuko. Ninyi ni mashahidi. Wananchi wa kule walikuwa wanapata shida. Tulikuwa na changamoto ya meli zote karibu ziwa Victoria zilikuwa zimesimama. Nikasema nianze na hili. Ukishawatengenezea watu usafiri, watatengeneza biashara. Ndio maana tukatengeneza zile meli, tumezifufua zote kwa bilioni 152. Na tumenunua nyingine mpya itakayokuwa inabeba tani 400 na watu zaidi ya 1200.
tumejitahidi, tumefanya. Tumeanza kujenga reli. Sasa hivi tumeshatangaza reli ya kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam, na kipande hiki cha Mwanza tumetangaza wiki zilizopita reli ya standard gauge itakayokuwa inatumia umeme. Spidi yake ni zaidi ya kilomita 160 kwa saa. Tumeanza. Tumenunua ndege. Wengine watasema ndege hazina faida, lakini madawa yanapoletwa kutoka Ulaya yanaletwa na ndege. Watalii wanapotoka Ulaya kuja kutuletea fedha za dola wanaletwa na ndege. Madawa ya kutibu korona yaliletwa na ndege. Lakini mle ndani tumetengeneza ajira, tumeyafanya, na ndio maana tumenunua ndege zaidi ya 11, na mwaka huu mkituchagua tena miaka mingine mitano tunaleta ndege zingine 5, ili mabondo yanayovuliwa na wananchi yasafirishwe kwenda Ulaya. Mpaka sasa yameshasafirishwa mabondo zaidi ya kilo 109,000 yanapelekwa Ulaya. Wavuvi wanapata hela, abasoroja bapandika hela. Nataka nchi tuitengeneze iwe tajiri. Tumeanza kujenga vituo vya afya na hospitali, hata hapa tumejenga. Lengo, ukitaka kuiendeleza nchi lazima uwe na watu wenye afya. Miaka ya nyuma mnafahamu, mlikuwa mnaandikiwa macheti, nenda kanunue kwenye duka la mtu. Tukasema hapana, lazima tuanze kuongeza madawa kwenye hospitali na kujenga hospitali. Tumejenga dispensary zaidi ya 1,400. Tumejenga vituo vya afya zaidi ya 487. Tumejenga hospitali za wilaya zaidi ya 90 na kitu. Tumejenga hospitali za rufaa zaidi ya 4. Tunafanya haya ili kuwafanya Watanzania liwe taifa zuri. Tumejitahidi hata mapato tunayoyakusanya. Tulikuwa tunakusanya bilioni 850. Leo tunakusanya trilioni 1.5. Fedha zilikuwa zinavuja kwa mafisadi. Nikasema mafisadi nakoka tobagura duhu. Yeunge oye! Lengo fedha hizi ziende kwa wananchi. Tumefanya mengi, nikiyataja ni mpaka usiku. Ukienda Kigongo pale Busisi, tunajenga daraja la kupita kwenye maji. Kazi hii inafanywa Ulaya tu. Daraja lile lina urefu wa kilomita 3.2. Gharama ni bilioni 700. Linajengwa. Ya hena uru upande karolo munya wako leka ngorokeji daraja akuzunya durara ashike henao. Yeunge oye! Nasema uongo vijana? Hata kwa wanawake hivyo hivyo. Hamongo shari tosha tosa. Ungwira tujage onakuli pirena uli. Urarika zikabu jijena utigisha mutura na kaserufu. Aringukono kwa koloro kakandere mbalama ayu. Yeunge oye! Ninafahamu bado mambo mengine hatujayatimiza. Na nilipoombwa kuja huku, sikutaka kwenda kwenye rami mpaka Geita. Nimekuja kwa makusudi. Nilitiregete barabara yenye. Niliwahi kuipitia wakati wa digidigi. Mnanielewa? Sasa nataka niahidi hapa. Niseme? Kweli niseme? Kama Nyehunge na Buchosa mtaamua kumchagua diwani Shindeka ila akashindika maendeleo, mkamchagua Shigongo ili uendelee kubalira Shigongo abana Buchosa, mkanichagua na mimi Magufuli ili niendelee kufunga Magufuli ya maendeleo, hii barabara kabla ya mwaka kesho haujafika nitaitangaza ianze kujengwa kwa kiwango cha lami. Na uwezo huo nataka niwaambie tunao. Mimi nimekaa kwenye Wizara ya Ujenzi miaka 20 nikiwa waziri. Nimetengeneza barabara zote za Tanzania mpaka kwenda Bukoba. Kwa sasa ninatengeneza zaidi ya kilomita 359 kutoka Tabora kwenda Mpanda.
Tunatengeneza sasa kilomita 310 kutoka Kigoma mpaka Nyakanazi. Tunatengeneza zaidi ya kilomita 160 kutoka Manyoni kwenda Tabora. Tumetengeneza kila mahali. Tumetengeneza kilomita 261 kutoka Dodoma kwenda Iringa. Siwezi nikashindwa ya kuja huku. Nataka mniamini. Nipeni kura. Mpeni kura Shigongo. Mpeni kura Shindika. Muje muone maajabu. Ndeyo mbagete bukweli ndemu wiraba tukubani. Nasema uongo ndugu zangu? Naomba muamini kwamba nimepita hii barabara kwa makusudi, na ninajua kutoka pale Sengerema mpaka hapa ni kilomita 46.8, na kutoka hapa mpaka Nzera ninafahamu kuna kilomita ngapi, na kutoka hapa kwenda Katoma alipozikwa babu yangu na bibi yangu ni kilomita 20. Kwa hiyo naifahamu. Nataka niwahakikishie ndugu zangu, siwezi nikawaangusha. Nabi raisi halafu na tume kujenga ukono. Nyeunge oye. Hamjanielewa? Hamjanielewa? Ninasema leo ni tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka 2020. Mmenielewa ndugu zangu? Sijui hebu nipe simu yangu. Yenge kumala yena hatu. Au ninawachelewesha? Sio kwamba ninawachelewesha. Kubyala mayo kubyala. Alo. Alo. Halo mheshimiwa. Chief Executive. Na mheshimiwa. Hujambo? Sijambo mheshimiwa. Uko wapi? Niko Dar es Salaam TANESCO, tunazungumzia habari ya Nyerere Dam. Haya, sasa mimi niko Nyeunge. Ndio. Nyeunge. Kutoka Sengerema mpaka Nyeunge Ndio. ni kilomita 46. Ndio. Hii barabara tumeshaifanyia feasibility study na detailed design. Nimesimama hapa na wananchi. Ndio mheshimiwa. Nataka hii barabara, mimi si ndio rais? Nyeunge oye! Unanielewa chifu? Nimekuelewa mheshimiwa. Basi hii barabara uitangaze kwa ajili ya kuijenga kwa kiwango cha lami. Huu ni mwezi wa ngapi? Mwezi wa 9. Wa 9. Haya, uandae dokumenti zote kabla ya mwezi wa 12 haujafika mwaka huu. Huyu umeitangaza na kandarasi apatikane, niulize hela nitazitoa wapi. Sawa Mfugare? Unasema? Nimekuelewa mheshimiwa. Umenielewa. Haya, mweleze na waziri kwamba hayo ni maagizo yangu wala yasibadilike. Haya, asante sana. Nyeunge oye! Haiwezekani watu wa Nyeunge kila siku mnalia barabara. Leo nimeimaliza hii deni. Sawa ndugu zangu? Nyeunge oye! Basi mniruhusu niondoke ili tufuatilie mengine. Nina mikutano mingi sana. Banga bakoni inekura badugu bani. Nyeunge oye! Ninachowaomba ndugu zangu wa Nyeunge, uchaguzi ndani ya Chama cha Mapinduzi umeshamalizika. Msitengeneze magrupu yatawachelewesha maendeleo. Msitengeneze kamwe, msije mkatengeneza dhambi hiyo. Ninawaomba sana ndugu zangu wa Nyeunge,
Uchaguzi ndani ya Chama cha Mapinduzi umeshaondoka, na ndiyo maana mnamuona Tizeba yuko hapa na mheshimiwa mtarajiwa Shigongo wako hapa. Pale mheshimiwa Tizeba Bukokwa amemwombea kura. Tunaendelea sisi, unajua haya mambo kila mmoja na kipande chake. Nyerere alifanya wakati wake akamaliza, akaja Mwinyi miaka 10 akamaliza, akaja Mkapa miaka yake 10 akamaliza, akaja mzee Kikwete akafanya miaka yake 10 akamaliza. Mimi nimefanya miaka yangu 5. Mkikubali mtaniongeza iwe na mimi miaka 10 ili na mimi nimalize waje wengine. Na ndiyo maana ninawaomba sana ndugu zangu wa Nyehunge, msije mkapotea. Wapo watu wanaozungumza yatakayonipigia kura ni mabarabara. Kweli ninyi hamuhitaji barabara hapa? Ikishatengenezwa barabara hii hutawahi kwenda hata mjini. Dolo na basa kero tutire mkado wampa kiraga mwana Matiasi. Ukijenga barabara umeshatengeneza maendeleo. Madaftari yataletwa haraka, madawa yataletwa haraka, mabati yatasafirishwa kwa bei nafuu, simenti itasafirishwa kwa bei nafuu. Hayo ndiyo maendeleo. Ndiyo maana niliamua kuanza kutengeneza mabarabara, kuweka umeme, kununua madege, kununua mameli na mengine mengi ili Tanzania tujenge upya. Na ndiyo maana sasa hivi Tanzania haiitwi maskini, inaitwa nchi yenye uchumi wa kati. Msije mkafanya makosa. Msije mkafanya makosa. Uongozi uwezo kuchagua kwa kujaribu. Hobira ganke maruru mkosha, usijue hobira kuchagura. Ninawaambia ukweli ndugu zangu, mimi ni mtoto wenu na mimi ni mtumishi wenu. Nataka niendelee kuwa mtumishi katika miaka 5, lakini nikamtangulize Mungu kwa ajili ya kuwatumikia Watanzania. Kazi ya uongozi ni sadaka. Ni sadaka ndugu zangu. Uongozi sio ufalme. Uongozi ni sadaka. Na ndio maana utaona mtu anapita barabara ya rami huku anakutukana. Anapanda ndege huku anasema ndege ulinunua za nini? Ungekopa. Sasa utakopa wakati ulinajoja mmenda. Nyehunge oye. Lakini Nyehunge, siku nyingine nikija hapa nitakuja bila mke wangu. Mnasemaje wakina mama? Au mnasemaje wakosha mlezunya? Yaya nazigiza na ngonge wanangu. Tize tuzunguke chize mitaa yene yetu ione chiza. La mwisho, barabara itakapojengwa, barabara ina sheria zake. Barabara ina sheria zake. Barabara huwa ina upana wake. Na hili lazima niwaambie ukweli. Upana wa barabara huwa ni mita 30 kila upande. Mita 30 kila upande. Na barabara hii lazima nitengeneze barabara ya kisasa, ili magari yawe yanatoka Sengerema mpaka Nkome, yanapakia masamaki yanaenda, ili watu waweze kutengeneza maisha ya kweli. Sasa kwa sababu masharti ya barabara ni mita 30, ni lazima tukubaliane hapa. Hii kwa mujibu wa sheria ni regional road. Upana wake ni ule ule, mita 30. Sasa sheria ni msumeno. Watakuja wengine watawaambia ijire mwi barabara mkulipo fidia. Nataka niwaambie ni uongo. Nataka niwaambie ni uongo. Lazima niseme ukweli leminyange. Kwa hiyo wewe ukiwa umejenga nyumba yako, kwa mfano ukiangalia hapa, ukipima kutoka katikati hapa, nyumba ambayo inaweza ikapona ni hiyo. Kwa sababu kutoka hapa
mpaka pale mita 30 zitakuwa ziko nje. Unapima tena kutoka hapa kwenda huko. Utushibanda tueno utopsheni ongezeka hiyo iko ndani ya road reserve. Kwa hiyo kama mnataka barabara, lazima muache eneo ambalo barabara litapita. Na nataka niwaambie hakuna fidia. Nataka niseme ukweli, sitaki kuwaficha. Na ni vigumu sana kumpata mwanasiasa anakueleza ukweli hata kama unauma wakati pia anaomba kura. Hutampata mwanasiasa wa namna hiyo. Inawezekana mimi sio mwanasiasa mzuri. Ni lazima niwaeleze ukweli. Barabara tunajenga, lakini wale watakao kuwa ndani ya mita 30 hakuna kulipwa fidia. Ila likikufuata barabara huko nje ya mita 30 lazima ulipwe fidia. Hiyo ndio sheria. Mkitaka mkasome sheria namba 13 ya mwaka 2007 au kifungu namba 65 cha mwaka 65, na hiyo sheria imeanza tangu mwaka 31. Na sheria ni msumeno. CCM hoye! Nyehunge hoye! Mkitaka tuipitishe mahali pengine. Hapa wangapi wanataka barabara hiyo ijengwe? Barabara hoye! Ukitaka kupona hata ukiwa na jipu lazima damu itoke. Mnanielewa ndugu zangu? Ukilipapasa jipu hutapona. Mimi barabara nitawaletea, nimeshatoa maagizo leo. Kwa sababu pamoja na kwamba mimi nagombea, lakini pia bado ni rais. Sasa nimetumia karungu ka uraisi. Na nimeona nifanye hapa haraka. Hata Mungu akinichukua, barabara lazima lijengwe. Lakini na ninyi kama mtanipa hizo kura, tena ndio litaharakishwa kabisa. Na wewe Shigongo, utakapochaguliwa, hakikisha kwanza unawapenda hawa watu. Usiwagawe. Lakini uhakikishe unasikiliza shida zao. Kazi ya kuwa kiongozi ni kuwa mtumishi wa watu. Lakini ushughulikie kero zingine zote. Mheshimiwa Tizeba amefanya kazi yake. Ameuleta umeme mpaka huko. Inawezekana wengine wakadharau. Mheshimiwa Tizeba ndiye aliyeniomba kivuko, nikakileta. Lakini saa nyingine shukrani ya punda ni mateke. Lakini alijitahidi kwa kazi yake. Na mimi ndio maana nampongeza. Na ndio maana nasema Tizeba hata kaa hivi. Nitamtafutia kazi akafanye maeneo mengine. Kwa hiyo wale waliokuwa nafikiri Tizeba sasa ameshindwa kula Wajimera, nitamtafutia kazi. Mimi si ndio rais? Maugombi yenu mimi mniletee na mimi. Kwani Tizeba akipata kazi nyingine na huyu naye akawa mbunge, kuna dhambi? Wote wasakuwa wa huku. Migwaro roba dogo bane. Naomba mumchague huyu Shindeka. Shindeka ana historia na hapa. Baba yake ndiye alikuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza. Nasema uongo? Ni kijana amejitoa kuja kufanya kazi. Naomba mumpe Shindeka ili wakashirikiane na Shigongo, washirikiane na mimi. Msije mkachanganya, mkachukua iji diwani wa chama kingine. Utarachanganya ndugu wane shidugugu na maharage. Ukoyo pezo kadogete wadingwa kwa masamfa. Chagua Shindeka wa CCM. Chagua Shigongo wa CCM. Chagua na kama Magufuli ka CCM. Wangapi watatupa kura bazima? Ale Serema.
Ale Serema, Ale Serema, Nyehunge Serema. Ndugu zangu, ninawashukuru sana. Kuna hao watoto wa Meta hapa walihama bakaturijiwa. Nafahamu. Kwa hiyo Kibaji Mera, nitakuja siku moja hapa nifanye mkutano na kuba chova tu. Wako Karebezo. Haya. Basi ndugu zangu, mimi nawashukuru. Nitakuja tena siku nyingine, siku ya kuweka jiwe la msingi. Kama Mungu ametutunza uhai, nitakuja kuwekea hapa jiwe la msingi. Hapo tutapata nafasi, tutacheza, tutasherekea vizuri. Mungu awabariki sana, asanteni sana. Na mtazamaji wa Channel 10, kile kilicho bora, na hayo ni matangazo ya moja kwa moja kutoka Nyahunge katika wilaya ya Sengerema, mkoa wa Mwanza, ambapo tumeona hii ni ziara ya mgombea wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM akiwa kanda ya Ziwa, na amezungumza na wananchi wa kata ya Nyahunge, wilaya ya Sengerema, Mwanza, ikiwa ni sehemu ya safari yake ya kuelekea mkoa mwingine wa Geita kwa ajili ya kwenda kuomba kura na kuinadi ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Na sasa tugeukie upande wa pili, turejee tena katika mkoa wa Kilimanjaro Sia, katika mkutano wa mjumbe wa kamati kuu ya CCM ambaye pia ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, akiendelea kuomba